ila kuna tukio limetokea ambalo sio zuri kwa upande wangu mimi. Tajiri Frank Ndunguru Wireless katuita sisi kama mabalozi tukasapoti kuipa nguvu finali za Wireless Super Cup Mbinga vijijini. Nikaitwa mimi, wameitwa kina Mchome, kaitwa Godianga, Baraka Kevo. Baada ya kutoka katika zile finali, tajiri ana mtindo kututoa out. Watu wote ambao tuliotoka Dar es Salaam. Kuna sehemu tunaenda kuenjoy. Kuna muda akaja akaitwa Mchome kapewa maiki azungumze. Baada ya Mchome kupewa maiki ndo akaanza kuongea na mambo yake ya ajabu kwamba akafurahi chama kuumia akafurahi. Baada ya Mchome kupewa maiki kuongea kile kitu na kumuona mtu anarekodi, mimi nikapisha nikatoka. Na ndio maana ukiangalia vizuri ile video utaona mimi napita shap. Baada ya kumaliza kuongea kurekodi nikamfuata Mchome. Hii video usije ukaiposti kwa sababu mimi nimepita. Kumbuka tafsiri yako ilivyo kwa Tanzania. Wewe upo kwa ajili ya kuipinga Simba japo unavaa jezi ya Simba tofauti na mimi. Ukiposti hii video nitaonekana mimi nimekuunga wewe mkono, usiposti tukaanza kubishana. Mimi nikaja nikapotezea nikajua tu posti. Tukaa tunacheza mziki sasa, mziki wa makombolero. Tuko tunacheza tunashangilia. Kumbe kuna mtu anarekodi. Baadaye kumbe Mchome akachukua zile video mbili akaziunganisha, na ndio maana ukiangalia zile video kuna video ya kwanza ambayo anaimba chama sio afanya nini. Alafu kuna video ya pili ambayo kaunganisha anaonekana mimi nacheza naye, zeni video mbili tofauti. Nikamfuata asubuhi, kwa nini Mchome posti video kama hii? Unajengea picha gani mimi kwa Simba? Oh, mimi nimejiposti tu. Mwenyewe anashangaa kama nimejiposti, kaandika nani chini maneno. Nikamwambia Mchome, sikiliza. Hii shot ya pili mnanipiga. Na kitu unachokihisi ni wewe Mchome unatumwa. Nimemwambia hivi, wewe unawezekana unatumwa. Kuna wewe Kevo Godianga. Kuna shot mmebaki tukafanya tangazo mpaka namna cha tangazo hadi ya tangazo. Mmenipiga shot tukaanza kushuti video ambazo husiani kabisa. Tangazo linahusiana na mambo mengine, tumeenda kushuti mavideo ya majuisi, hayahusiani, mkagombea msiposti hiyo video sio nzuri, mmeposti. Lengo mnipigishe mimi shoti. Mimi imani yangu inanipa mpira ni urafiki. Ugomvi wa Simba na Yanga upo uwanjani, na ndio maana naongea na kila mtu wa Yanga mimi. Na ndio maana nipo karibu na kila mtu wa Yanga. Kuwa na ukaribu na watu wa Yanga au kuwa karibu na Mchome sio sababu ya kunipigisha shoti ambazo hazieleweki. Mimi siwezi kuunga mkono chama umie au nifurahi, kwa sababu katika shabiki alopiga kelele chama rudi Simba, mimi hapa namba moja. Kwa jinsi mimi tunavyonijua, mimi naweza nikasema chama nifurahi chama kuumia. Narudia. Kevo, Mchome, Godianga, mara mbili naona kikitu na akili inanijia kichwani. Nyinyi mmetumwa kunipigisha mimi shoti. Haya mambo kaendelea kuja kuonana habari, mimi sio mtu wa kawaida. Haya mambo mimi siyapendi. Shoti ya kwanza mmepewa kwenye jengo lenu, mkajifanya kuna tangazo, kumbe mama cha tangazo na nini mmenipigisha shoti, mkaposti video ambayo usia. Shoti ya pili ya Mbinga, mnaanza mmenipigisha shoti, mnaunganisha video nionekane vipi kwenye jamii. Mimi sio mtu wa kawaida. Alafu mimi sio mtu wa kupoa.